Watu wengi huishi kila siku bila kujua wanakoelekea. Wanaamka asubuhi, wanafanya kazi, wanarudi nyumbani na kesho yake wanaendelea na mzunguko huo huo. Lakini ukweli ni huu: maisha yasiyo na maono ni kama safari isiyo na ramani. Unaweza kutembea miaka mingi bila kufika popote pa maana. Mwanadamu yoyote ameumbwa akiwa na uwezo mkubwa sana wa kuona. Si kuona kwa macho pekee, bali kuona kwa akili, kuona kwa imani na kuona uwezekano hata kabla matokeo hayajaonekana. Na hii ndiyo nguvu ya maono yenyewe. Tafadhali, kama ndo mara yako ya kwanza kuangalia chaneli hii ama umetizama lakini huja subscribe, basi bonyeza kitufe kimeandikwa neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari hizi za maarifa na hekima ya kimungu, na Mungu atakubariki sana. Okay, tuendelee. Kabla mafanikio yoyote kuonekana katika uhalisia, lazima kwanza yaonekane ndani ya fikra za mtu. Kila jengo kubwa lilianza kama wazo, na kila kampuni kubwa ilianza kama ndoto. Kila mafanikio makubwa duniani yaliwahi kuwa picha ndogo ndani ya akili ya mtu mmoja aliyethubutu kuamini, hatimaye akafanya. Henry Ford aliwahi kusema kwamba whether you think you can or you think you can't, you are right. Akimaanisha kwamba ukifikiri unaweza au ukifikiri huwezi, uko sahihi katika yote hayo. Hapa ni kwamba ukifikiri unaweza, utaweza, na ukifikiri huwezi, pia hutoweza, kwa sababu kufanikiwa au kufaulu kwako kuko ndani ya maneno ya kinywa chako wewe mwenyewe. Vijana wenzangu, maisha mengi hujengwa au kubomolewa kwanza ndani ya akili zetu sisi wenyewe, hata kabla hayajatokea katika mazingira yetu. Maono ndiyo yanayomtofautisha mtu wa kawaida na mtu anayebadilisha dunia. Watu wenye maono huwa hawaangalii hali zao za sasa pekee, bali wanaangalia vile wanavyoweza kuwa katika miaka ijayo. Watu hao wana uwezo wa kuona mwanga hata katikati ya giza, badala ya kuona giza katikati ya mwanga. Na ndiyo maana watu waliofanikiwa sana duniani hutumia muda mwingi kufikiria maisha watakaotaka kuyaishi hapo baadaye, kwa sababu wanajiona tayari wamefika kule wanakotaka kwenda. Wanajiona kushinda hata kabla ushindi hujatokea. Hizi si ndoto za mchana, bali huu ni mfumo wa akili wenye nguvu unaojenga mwelekeo wa maisha ya kila mwanadamu. Mwanafalsafa mmoja aliyeitwa Aristotle aliwahi kusema kwamba we are what we repeatedly do, akimaanisha kwamba sisi ni kile tunachokifanya mara kwa mara. Hivyo basi, ubora si tendo la mara moja, bali ni mazoea ya kila siku pasipo kuchoka wala kukata tamaa. Rafiki, ubora hauji kwa bahati tu, bali huanzia kwenye mawazo yako, kisha hugeuka kuwa tabia, na mwishowe huwa matokeo. Kama kila siku unajaza akili yako kwa hofu, mashaka na kukata tamaa, basi maisha yako yatafuata mwelekeo huo huo. Lakini ukijaza akili yako kwa maono, matumaini, nidhamu na malengo makubwa, utaanza kubadilika polepole hadi mazingira yako nayo yataanza kubadilika. Kila siku jijengee muda wa kutafakari, lakini pia jiulize maswali haya: ninataka kuwa nani? Nataka kufika wapi? Dunia itanikumbuka kwa jambo gani? Ni maisha gani ninayotaka familia yangu ije kuishi? Rafiki, maswali haya yanaweza kubadilisha maisha yako kabisa, kwa sababu yatakujengea msingi wa kujua ramani ambayo unatakiwa kuichora na sehemu ya njia sahihi unatakiwa kupita ili kufikia hatima yako. Siku moja mwanafalsafa mmoja anaitwa Socrates aliwahi kusema kwamba the unexamined life is not worth living, akimaanisha kwamba maisha yasiyo na tafakari hayastahili kabisa. Hii ni kwa sababu maisha yasiyo na tafakari na mwelekeo huenda yakapotea bila kuacha alama yoyote duniani. Ndugu yangu, usikubali mazingira yako ya sasa ya kupunguzia ukubwa wa ndoto zako, kwa sababu watu wengi waliofanikiwa walitoka kwenye mazingira magumu kuliko hata ulionayo leo. Lakini kilichowatofautisha si fedha wala connection, bali ni maono, uthubutu na kuendelea kusonga mbele hata walipoonekana kwamba hawawezi. Wanamichezo wakubwa duniani
hujiona ni washindi hata kabla ya kuingia uwanjani. Wafanyabiashara wakubwa pia hujiona kuwa na mafanikio makubwa hata kabla biashara zao hazijakuwa. Viongozi wakubwa na wenye ndoto na wenye maono huona mabadiliko makubwa hata kabla dunia haijayaona. Na hivi ndivyo akili ya mshindi inavyofanya kazi. Akili inaweza kubeba nguvu kubwa kuliko unavyofikiria. Ukijifunza kuitawala vizuri akili yako, inaweza kukupelekea kufika mahali ambapo watu walidhani usingefika kamwe. Ndoto zako zinahitaji muda, nidhamu, kujitolea na uvumilivu. Japokuwa kuna wakati utapitia maumivu, kuchelewa, kukataliwa na kushindwa, lakini usikae tamaa. Mara nyingi watu wengi huacha safari yao dakika chache kabla mafanikio yao kuonekana. Basi anza leo. Andika maono yako, weka mipango yako, panga maisha yako vizuri, na hapo mafanikio yataonekana. Tengeneza malengo yako, linda akili yako dhidi ya watu wanaoua ndoto. Na maanisha kwamba usikae na watu wenye mawazo hasi au wanaokatisha tamaa. Soma vitabu sana. Soma Biblia ili ulitambue neno la Mungu, maana ndiko maarifa yanakupatikana. Penda pia kusikiliza maarifa na makala kama hii ambayo tunaitoa ili uendelee kupata maarifa zaidi. Lakini fanya kazi kwa bidii. Na muhimu zaidi, amini kwamba unaweza kufika mbali zaidi ya unavyofikiri sasa hivi. Kumbuka kwamba usipotenga muda wako kujenga ndoto zako mwenyewe, basi mtu mwingine atakuajiri ili autumie muda wako kujenga ndoto zako. Hebu weka comment hapo chini uniambie kwamba, je, unafikiri kwamba ni kwa sababu gani vijana wengi hukata tamaa kabla ya kufanikisha malengo yao? Na hapo nitaweza kukujibu na utadiskasi ili tujue kwamba ni kwa namna gani tunajikomboa katika hali hii ya kukata tamaa na kushindwa kufanya maamuzi. Langu jina naitwa Alphonse Ndabita na hii hapa ni Alphonse Motivation TV. Tafadhali share makala hii kwa watu wengine na marafiki zako wengine. Lakini pia comment, like ili upate kupata maarifa kama haya siku nyingine. Na Mwenyezi Mungu atakubariki sana. Mpaka wakati mwingine, chao.